Lakini wewe jambo jinsi ambavyo umeliona na mwisho wa siku ni kama limekwenda kuishia Chamwino Ikulu pale Dodoma. Tafsiri yake kuna mapungufu makubwa kwenye mamlaka za mpira wetu kwenye kuamua mambo magumu, hususan ikiwa yanahusisha Simba na Yanga. Licha ya kwamba tumeshayaona haya miaka ya nyuma huko, lakini tulemini tumeshatoka kwa maana kutengeneza kanuni zetu na kuzisimamia na nini na vitu kama hivyo. Wewe kwa kile ambacho umekiona, tafsiri yake mamlaka zetu, na haitokuja kutokea mamlaka yote ambayo itakuwa na nguvu mbele ya Simba na Yanga isipokuwa Ikulu. Of course TFF na bodi ya ligi wameonyesha udhaifu mkubwa sana mbele ya Simba na Yanga, kwamba hawana uwezo wa kufanya maamuzi mbele hizi timu mbili za Simba na Yanga. Lakini hiki ni kitu ambacho kina uwezo wa kuja kufanyika baadaye, kwamba shirikisho na bodi ya ligi kuwa na uwezo wa kuwa juu ya Simba na Yanga kama wataamua kusimamia kanuni. Umenielewa vizuri? Mara nyingi kwenye timu zingine swala linalohitaji kanuni linaweza kufanyika kibinadamu, lakini baadaye kanuni bado ikatumika. Lakini kwa nini kwa Simba na Yanga itatumika busara? Kwa sababu ndani hizo taasisi mbili, ndani ya bodi ndani ya TFF, wenyewe Simba na Yanga wako ndani yake. Yaani pale kuna viongozi wako Simba ambao ni wa Yanga, kuna viongozi wako TFF ambao ni viongozi wa Yanga, kuna viongozi wako TFF ambao ni mashabiki wa, yani kuna viongozi wako TFF ambao ni mashabiki wa Yanga, kuna viongozi wako TFF bado ni mashabiki wa Simba. The same kwa bodi ya ligi. Kuna viongozi walioko bodi ya ligi ambao ni mashabiki wa Simba, kuna viongozi walioko bodi ya ligi ambao ni mashabiki wa Yanga. Kwa hiyo sasa ikitokea matukio kama haya ya kuamua kwenye kanuni kwenye upande wa Simba na Yanga ambao yanahitaji labda mtu kuvuniwa kupokonywa alama na nini, wanaanza kuvutana wenyewe ndani kwa ndani. Wao wenyewe viongozi wanaanza kuvutana kwa sababu yule ambaye ni kiongozi wa Simba, ambaye ni shabiki wa Simba, anavuta kwenye upande wake. Ambaye yuko TFF ni shabiki wa Yanga na anavuta upande wake. Ambaye yuko bodi ya ligi ni kiongozi ni shabiki wa Yanga na anavuta upande wake kwa mamlaka alionayo. Sasa hiyo inasababisha sasa busara ipewe kipaumbele. Na busara ikishapewa kipaumbele, watu baadaye ikitumika mara nyingi watu wanaiona kama ndio sheria inatakiwa kutumika, na ndio kitu ambacho kimesababisha Simba na Yanga mara zote wanaweza kugoma, wanaweza kutishia kujiondoa kwenye ligi, na mwisho wa siku wanasikilizwa kwa sababu wao kwao busara walishaiona kama ni sehemu ya kanuni, kwamba lazima itumike. Wanajua tu kwamba mimi nikigoma mwisho wa siku bodi ya ligi hawana uwezo wa kuniadhibu, TFF hawana uwezo wa kuniadhibu, wizara haina uwezo wa kuniadhibu, tutapelekwa kwa rais. Tukienda kwa rais kila kitu kitaishia wapi? Pale, na tutakubali mapendekezo yetu yatakuja, yatasikilizwa, tutaenda tutacheza. Imewe kutokea hivyo kwenye sakata hili la Simba na Yanga la sasa hivi. Kama unakumbuka, imewe kutokea mgogoro mkubwa sana pia kati ya Yanga na Faisal Salum. Mama Samia wakati ule kwenye ilikuwa ni hafla fulani iliandaliwa Ikulu basi wakawaandaa, akaambia jamaa, tumesikia mapendekezo yenu, sasa na mimi nataka na mimi nina pendekezo langu, malizeni swala huyu mtoto. Pale liisha, sio? Manake kuna wakati kwenye mpira wetu hizi Simba na Yanga zimeamini kwamba ziko juu ya bodi ya ligi na TFF, kwa sababu TFF walishafanya makosa na bodi ya ligi ya kutumia zaidi busara kwenye matukio mengi ya msingi, kitu ambacho kwao wamegeuza kwamba ndio kanuni. Yaani chochote ambacho atakifanya busara itatakiwa kufanyaje kutumika, na ndio maana ni rahisi timu kutishia kugomea mchezo na bodi ligi wakaahirisha mchezo. Hapa makosa ni ya nani? Makosa ni ya mamlaka kuingilia, kwa maana kuona kuna busara wanaweza kuifanya kwenye haya matukio mbalimbali ya mpira, ama makosa ni huku kwenye mamlaka za mpira kushindwa, na pengine huwa kimya labda wanaomba pia msaada kutoka kwa mamlaka nyingine. Na unakumbuka Steven Mguto alisema kabisa tukishindwa tutaiomba serikali Okay. Unakumbuka ile alisema tukishindwa tutaomba serikali. Mimi kwangu makosa ya kwanza yanaanzia kwa TFF na bodi ya ligi. Wao kuto kuwajibika ipasavyo kwenye usimamizi wa kanuni, especially kwenye swali linalohusu Simba na Yanga, na kwenye eneo la mtu kupokwa alama au kuadhibiwa kuto kufika kwenye kituo cha mchezo. Wameshindwa kuwajibika ipasavyo ama kuwajibisha Simba ipasavyo pamoja na Young Africans, na hapo ndo tatizo limekuja kuanzia. Ukija kwenye mamlaka za soka Tagato, mamlaka za soka kwenye mamlaka za nje ya soka, wao wanadili na vitu vingi. Kwanza, kulinda amani ya nchi. Hilo ni jambo la kwanza la msingi sana. Lakini pia pili, sio kugombanisha watu, ni kupatanisha watu.
kwenye mazungumzo ya aina yoyote, hata kama mmefanya nini. Wale ndio watu ambao wana uwezo wa kuwapatanisha, wao wana uwezo wa kuwapatanisha nyie kwa usawa bila kuegemea upande wowote. Unajua mamlaka za soka haziwezi kupatanisha watu kwa sababu hakuna kanuni ya kupatanisha watu. Kuna kanuni za kuadhibu watu kwa makosa fulani. Umenielewa eh? Sasa kwenye kuadhibu watu, kuadhibu Yanga na Simba, manake lazima ukubali kuumiza upande fulani. Sasa kwa sababu ndani ya hizo taasisi mbili, ndani ya bodi ya ligi na TFF, kuna watu ambao ni Simba, kuna watu ambao ni Yanga, inakuwa ni ngumu kutoa adhabu stahiki. Na ndio maana mwisho wa siku wanaanza kuvutana wenyewe mpaka hapa wanafika kwenye mamlaka za nje ya mpira. Sasa ukija kwenye mamlaka za nje ya mpira kwa maana ya serikali, sasa moja kwa moja ukienda kwa Mama Samia pale, kwanza atalinda amani ya nchi. Manake atakwambia nyie mnaongoza timu ambazo zina mashabiki wengi. Leo hii Simba wakianza kufanya maandamano nchi nzima hapa, amani ya nchi ni rahisi kupotea. Leo Yanga wakianza kufanya maandamano nchi nzima hapa, ni rahisi amani ya nchi kufanyaje? Kupotea. Kwa hiyo hilo siwezi ruhusu lifanyeje? Litokee. Kwa mtakubalia, tutakubaliana mambo makadhaa. Simba mnataka nini? Tunataka hiki na hiki na hiki. Yanga mnataka nini? Tunataka hiki na hiki na hiki. Basi hivi vyote mnavyovitaka hiki na hiki hakiweze kufanyika, lakini kiweza kufanyika hiki na hiki na hiki na hiki. Nataka mpatane na amani ya nchi irejee, amani ya nchi iendelee kulindwa na watu wacheze mpira, mambo mengine yaendelee vizuri bila shida yoyote ile. Ile inapelekea hao viongozi pia wa hizo timu mbili za Simba na Yanga kuheshimu kile ambacho kinazungumzwa na viongozi wa juu wa nchi, kwa sababu pia wanawaheshimu. Lakini viongozi hawa wa Simba na Yanga ni ngumu kuwasikiliza pia viongozi wa TFF na bodi ya ligi, hata pale ambapo watataka mazungumzo ya amani yafanyike ili kusolve tatizo fulani. Wanakataa kwa sababu hawawaheshimu viongozi walioko TFF, walioko bodi ya ligi. Nani? Kwa sababu pia wenyewe wanajuana. Yaani ndani hizo timu mbili za Simba na Yanga, wenyewe wanajua Karia ni shabiki wa timu gani, wanajua Fredrick Dao ni shabiki wa timu gani, wanamjua Steven Mguto ni shabiki wa timu gani, wanajua Almas Kasongo ni shabiki wa timu gani. Yaani wenyewe kwa wenyewe wanajuana, na ndio maana kuna wakati timu inaweza katoka front ikakutajia mpaka pia na majina ya watu, kwamba wewe toka, wewe toka, wewe toka. Wakitoka tunacheza. Na unajua kwa nini Simba walimtaja, kwa nini Yanga walimtaja Almas Kasongo na Steven Mguto? Kwa sababu wao wanaamini kwamba wale ni watu wa Simba. Yani leo Yanga hawamtaki Mguto, hawamtaki Almas Kasongo kwa sababu wanaamini kwamba wale watu ni watu wa Simba. Kwa hiyo wanaamini kwamba wale waliahirisha mchezo kwa sababu walitaka kuwapa favor nini? Simba. Na kuna mtu mmoja kana niambia walifanya hivyo kwa sababu wanaamini kwamba Simba aligoma kucheza ule mchezo kwa sababu wachezaji wao muhimu walikuwa wana majeraha, walikuwa hawatumiki kwenye wasingecheza kwenye ile mechi. Kwa hiyo itafuta tu sababu ya wao kutaka kuahirisha mchezo. Na kwa sababu wale watu ndani ya bodi ya ligi ni watu wa Simba, wakawasikiliza mchezo ukaahirishwa ili pange tarehe nyingine. Na ndio maana Yanga alikuja akakomaa mwisho wa siku. Na mpaka hapa tulipofika leo hii. Sasa tusubiri tuone uchaguzi mkuu wa TFF unaenda kufanyika. Manake tutapata pia viongozi wapya wa bodi ya ligi. Sio? Tutapata pengine tutapata kamati tendaji mpya. Tutakuja kufika na. Yes, tutapata rais mpya. Pengine tutapata mwamko mpya sasa wa soka letu kwenye usimamizi wa kanuni.